What's the answer? Between heat energy and solar energy is the energy which used to cook and for warm our bodies if it is cold. And solar energy is the energy which is obtained on the sun, and the good example is solar panel. Congratulations. Very good answer. Say thank you. Thank you. Karibu. Who's going to Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Alia Omar, nasoma darasa la 6. Kwa jina naitwa Rinat Muhammad, nasoma darasa la 6. Kwa jina naitwa Aryan Amin, nasoma darasa la 5. Kwa jina naitwa Salman Arshad, nasoma darasa la 4. Karibuni wazazi katika meza yetu. Tupo hapa kuonyesha jinsi mvua inavyotokea kwa kufuata hatua mbalimbali. Kwanza kabisa tujueni ni maana ya mvua. Mvua ni matone ya maji yanaanguka kutoka mawinguni kuja ardhini. Baada ya mvuke wa maji kupoa na kubadilika kuwa matone makubwa ambayo mawingu hayawezi kuyabeba tena. Zifuatazo ni hatua za utokeaji wa mvua. Kwa jina lingine tunaita mzunguko wa maji. Uvukizaji wa mvua, kitendo cha jua kuchomoza na kupasha maji kutoka baharini, mito, maziwa na mabwawa. Ya pili, utoaji jasho wa mmea. Hiki ni kitendo cha mmea kutoa mvuke kwa kupitia mashimo madogo madogo yaliyopo katika majani ambayo huitwa stasmata. Uundaji wa mawingu. Hiki ni kitendo cha mvuke wa maji unapofika juu na kukutana na baridi upoa na kubadilika kuwa matone madogo ya maji au barafu. Matone hayo hujikusanya na kuunda mawingu. Huungana kwa matone. Baada ya matone madogo madogo kufika juu, huungana na kuwa makubwa na mazito zaidi. Kuna aina mbalimbali za mvua ambazo ni hizi. Ya kwanza, mvua ya mvuke wa kawaida. Ya pili, mvua ya theluji. Ya tatu, mvua ya mawe. Asante. Asanteni. Hongereni sana. Mnajua mti gani unahifadhi maji mengi sana chini yake? Mbuyu. Unajua mbuyu. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear parents, welcome to our mathematics exhibition. We are here talking about multiplication of number and area. My name is Sarah. I'm going to talk about area. Area is the region that's covered by the plane figure. Our rectangle have the length of 3 decimeters. 1, 2, 2 decimeters. 1, 2. If we cover all the region with this square, we will get the area. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The area of rectangle is 6 decimeters. 6 decimeters square is now cover the whole rectangle. The area of rectangle is 6 decimeters square. That's why the formula of rectangle is given by length times width. Our length is 3 decimeters times our width is 2 decimeters. Our area is 6 decimeters. Thank you. My name is Handala, I'm in grade 4. My name is Raja, I'm in grade 4.
We are here talking about multiplication of different numbers. From this box, 2 numbers are multiplied here, and here's their answer. I'm going to roll this box so you can see the numbers which are multiplied and get their answers. Three times 5 is equal to 15. 4 times 5 is equal to 20. 7 times 3 is equal to 21. 8 times 3 is equal to 24. Thank you. Thank you very much, and congratulations. First, I didn't know that that was a calculator until when you started to use it. Now I have a question. What will be the square meter of a rectangle which has length of 8 and the width of 3? Length of 8 and width of 3. We will times the length and width. 8 times 3 is, we will times the, like this, length times width. 8 times 3 is, Look there. 24. Congratulations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni wapendwa wazazi kwenye meza yetu itakayozungumzia mambo ya mirathi. Kama mnavyoona hapa, na hii ni mizani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Limaana mirathi. Mirathi ni kuhama kwa mali kutoka kwa mmiliki mmoja kwenda kwa mmiliki mwingine. Sababu za kurithi ziko mbili. Ya kwanza ni ndoa. Ndoa ni mke kumrithi mume na mume kumrithi mke. Ya pili ni nasabu. Nasabu ni kumrithi baba na kumrithi mtoto na mwingine. Nguzo za mirathi katika Uislamu ziko 3. Ya kwanza, awepo mrithi ambaye yuko hai kama mimi. Ya pili, awepo mrithiwa ambaye ni marehemu. Ya tatu, iwepo mali ya marehemu. Vizuizi vya mirathi ziko 3. Ya kwanza, kuua. Mfano, mimi ni naye na baba yangu wilala. Yeye ana haki ya kunirithi mimi na mimi na haki ya kumrithi yeye. Mimi nikaona baba anachelewa kufa, nikafanya mpango ili nimuue. Kwa hiyo mimi sitaki kumrithi. Au yeye akiniua mimi yeye hataki kunirithi mimi. Namba 2, ukafiri. Mfano, mimi Muislamu na ndugu yangu mkafiri. Yeye hakifa, mimi sitaki kumrithi, au mimi nikifa yeye hataki kunirithi mimi. Namba 3, mtumwa. Mtumwa haruhusiwi kurithi kwa sababu kitu anachokimiliki yeye ni cha bosi wake. Ndio maana harithi. Nguzo za mafungu ya mirathi katika Uislamu yapo 6. Ya kwanza ni nusu, ya pili ni robo, ya tatu ni thumun, ya 4 ni thuluth, ya 5 ni thuluthain, ya 6 ni sudus.
kama Allah alivyosema katika kitabu chake kitukufu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصين بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله والله عليم حكيم. Fungu la nusu. Nini maana ya nusu? Nusu ni kitu kizima kugawa mara mbili sawa sawa. Warithi wa nusu. Warithi wa nusu wako watatu. Sababu za kurithi fungu la nusu. Wa kwanza ni mume. Sababu ya mume kurithi nusu ikiwa marehemu mke hakuacha mtoto. Wa pili ni binti mmoja. Sababu ya binti mmoja kurithi nusu ikiwa hana ndugu wa kiume wala kike. Wa tatu ni dada wa baba mmoja wa mama mmoja. Sababu ya dada wa baba mmoja na mama mmoja kurithi nusu ikiwa hana kaka, mtoto wala mjukuu. Fungu la robo. Nini maana ya robo? Robo ni kitu kizima kugawana mara 4. Warithi wa robo. Sababu ya kurithi fungu la robo, mke ikiwa marehemu ameacha mtoto. Fungu la thumuni. Nini maana ya thumuni? Thumuni ni kitu kizima kugawana mara 8. Warithi wa thumuni. Sababu ya kurithi fungu la thumuni. Ya kwanza, mke ikiwa marehemu aliacha mtoto. Fungu la sudus. Nini maana ya fungu la sudus? Fungu la sudus ni kitu kizima gawana mara 6 sawa sawa. Warithi wa fungu la sudus. Wa kwanza, baba. Baba ikiwa marehemu aliacha mtoto. Wa pili, mama. Mama ikiwa marehemu aliacha mtoto au ndugu wawili au zaidi. Wa tatu, dada. Dada wa mama mmoja au mama ikiwa hana ndugu wa kiume wala watoto wa marehemu. Fungu la thuluth. Nini maana ya thuluth? Thuluth ni kitu kizima kukigawanya mara 3 sawa sawa. Warithi wa thuluth. Wa kwanza ni mama. Sababu ya mama kurithi thuluth ikiwa marehemu hakuacha mtoto wala ndugu zaidi ya 2. Wa pili ni ndugu. Sababu ya ndugu kurithi thuluth, ndugu wa pamoja wa mama mmoja baba tofauti. Fungu la theluthi 2. Warithi wa theluthi 2 wako wawili. Wa kwanza
mabinti wawili au zaidi ikiwa hawana ndugu wa kiume. Namba 2, dada wawili au zaidi wa baba au wa mama ikiwa hakuna kaka wala mtoto marehemu. Twaomba tuwaoneshe mfano mmoja jinsi ya kurithisha. Amekufa mume, akaacha mke, akaacha na binti, akaacha na mama. Mke atapata thumun kwa ajili ya kukuwepo huyu mtoto. Binti atapata nusu kwa ajili hana ndugu wa kiume wala wa kike. Na mama atapata sudus kwa ajili ya kukuwepo huyu mtoto. Asanteni sana. Hongereni sana, mabruk. Mimi mwenyewe nimejifunza sana mambo ya mirathi leo. Lakini na swali dogo tu. Mzazi amefariki, hajaacha mke, hajaacha ndugu, hajaacha chochote. Ameacha mtoto mmoja wa kiume na watoto wawili wa kike. Na ameacha shilingi 300. Sitarithiwa vipi? Yaani hapa warithi wako watatu tu. Mtoto mmoja wa kiume na watoto wawili wa kike. Na kitu alichoacha shilingi 300. Au ngoja nirahisishe. Kaacha mtoto mmoja wa kiume na mmoja wa kike. Na ameacha 300 tu. Hamna mwingine ila hao watoto wawili tu. Binti atapata, ibnu atapata mara 2 ya binti. Watagawana 150. Lakini ibnu atapata mara 2 ya binti. Kwa hiyo ibni atapata 200 mara 2. Na yule binti atapata 100. Sawa. Asante. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our table. Our table has living things and non-living things. Living things are all things in the environment that have life. Living things are into 2 groups, plants and animals. These are domestic animals and wild animals. These are plants and animals, are living things. To our side we have non-living things. Non-living things are all things in the environment that don't have life. This is a car. A car is non-living thing. This is a cup. A cup is non-living thing. This is a house. A house is non-living thing. And this is all things that don't have life. Thank you. Thank you. Congratulations. Very good explanations. Is a bee a living thing or a non-living thing? Bee. Yes. This side is non-living things and this side is living things. No, I'm asking a bee. Do you know a bee? Yes. Is it a living thing or a non-living thing? Living things. Very good, very good. Thank you guys. My name is Nasria Ismail. My name is Muthmira Rashid. Today we are going to take you on a journey inside your body. Yes, we learn about the blood circulatory system, the system that makes us alive and active every single day. What is blood circulatory system?
It is like transport system of the body. It moves blood, oxygen, and nutrients to all parts of the body, and takes away waste like carbon dioxide. There are three main parts of blood circulatory system. First, heart. It is a strong muscle that works like a pump. Its main function is to pump blood. It has two main chambers, two arteries at the top and two ventricles at the bottom. Second, blood. It is a liquid that carries everything. It has red blood cells that carry oxygen and white blood cells to fight germs and platelets to help clot when it gets cut. Third and last, blood vessels. Blood moves through these vessels include pulmonary arteries carry blood away from the heart. Pulmonary veins carry blood back to the heart. Capillaries are tiny vessels where food passes through into the body cell. How the blood circulatory system works. The deoxygenated blood from the right atrium and ventricle is carried to the lungs by pulmonary artery when it's going to be oxygenated. The oxygenated blood is carried back to the heart from the lungs by pulmonary veins. Then it's taken by the main artery known as aorta to other body parts. This is how the blood is carried to the lungs. And this is how the blood is carried back to the heart. Importance of blood circulatory system. It acts as a body defense. It regulates body temperature. It transports food, nutrients, and waste in the body. So here we came to the end of our journey inside our body. We hope you enjoyed our exhibition. Thank you for listening. Okay, thank you and congratulations. Just one question. What is one cause of a heart disease? When someone is sick in the heart, what can be the reason for that? Heart attack. Yes. Heart attack, yes. Okay. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu naitwa Mawahib, niko darasa la 3. Karibuni sana kwenye maonesho yetu. Leo tutaonesha kuhusu shughuli za kiuchumi kabla ya ukoloni ambazo wazee wetu walitegemea kwa maisha yao ya kila siku. Shughuli ya kwanza, ufugaji. Watu walifuga wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi, mbwa na bata ili kupata maziwa, ngozi na nyama. Mimi naitwa Zamzam, ninasoma darasa la 4. Shughuli ya pili, ususi. Wake na wanaume walitumia majani, nyuzi au ukili kusuka vikapu, mikeka, mikoba na kofia. Mimi naitwa Amala, niko darasa la 3. Shughuli ya 3, uchongaji. Wachongaji walitumia miti kutengeneza viti, miko, mapambo, milango ya kifahari na vyombo vya nyumbani. Jina langu naitwa Aisha, nipo darasa la 4. Shughuli ya 4, kilimo. Kilimo ni kitendo cha kupanda mazao mbalimbali. Watu wanapanda mazao kama vile mahindi na maharage. Faida za shughuli za uchumi kabla ukoloni. Tunapata chakula kutoka katika kilimo. Tunapata vifaa mbalimbali kama vile viti, vitanda kutoka kwa wachongaji. Tunapata vitu kutoka kwa wavuvi kama ngalawa na neti. Hii ndio historia yetu, urithi wetu. Asanteni kutusikiliza. Okay, asanteni sana. Hongereni sana. Tanzania watu wengi wanafanya shughuli gani? Unajua? Kama vile kutunza wanyama. Sawa sawa, nzuri. Kama Wamasai wengi wanatunza wanyama, si ndio? Ndio. Lakini vile vile Watanzania wengi wanajishughulisha na shughuli za kilimo. Ndio. Katika Watanzania wanaojishughulisha shughuli za kilimo, wengi wao wanaojishughulisha ni wanaume au wanawake? Wengi wao ni wanawake. Watanzania wengi wanaojishughulisha na vilimo vidogo vidogo ni kina nani? Wanawake.
Asante. Umeelewa hiyo? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Suleiman. I'm from grade 5. Jina langu ni Muhammad, niko darasa la 5. You are warmly welcome to our computer exhibition. Today my fellows will present and show how to connect and understand Safe Firewall, which is an important tool for protecting computer from online threats. Welcome. Tunakaribisha kwa furaha kwenye maonyesho yetu ya kompyuta. Wenzako watawasilisha na kuonesha jinsi ya kuunganisha hii firewall ambayo ni chombo muhimu cha kulinda kompyuta dhidi ya hatari za mtandaoni. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abnasir Omar. I'm from grade 5. Kwa majina naitwa Maher Ahmed, nipo darasa 6. This is our model. This is our main computer which used to speed network. And these are other computers which are used to receive network. Hii ni modeli yetu. Hii ni kompyuta kuu inayotumika kusambaza mtandao na hizi kompyuta zingine zinapokea mtandao. Before the network speed and goes to other places, it encounters with firewall. Kabla mtandao kwenda sehemu nyingine inakutana na hichi ambacho inaitwa firewall. What is this firewall? It's like a good guide of computer network. It monitors the traffic data coming in and going out, and decide whether to allow or block it on a basis of security rules. Anasema hivi, hii firewall ni kama ulinzi na usalama wa mtandao wa kompyuta. Inachunguza taarifa data zote zinazoingia na kutoka, kisha inaamua kama zinaruhusiwa au kuzuiliwa kulingana na sheria za usalama. Why it is important? Protects computer and network from hackers, virus and cyber attacks. Ni nini muhimu wake? Hulinda kompyuta mtandao dhidi ya wajanja, hackers, virusi na mashambulizi ya kimtandao. Welcome again in our exhibition for computer. Karibuni tena kwenye onyesho letu la kompyuta. Thanks. Asante. Asanteni sana. You have given a very good demonstration. You know, I have been in the banking industry, and there issues of firewalls are very important for protection, like what you have said. But I have a small question. Is any one of you aware of AI? AI, artificial intelligence. Artificial? AI is what? Intelligence. Start learning about artificial intelligence. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ayman Muhammad. I'm in grade 6. My name is Ibrahim Salim. I'm in grade 6. My name is Yaqub Muhammad. I'm in grade 5. My name is Mahir Yasin. I'm in grade 6. Welcome to our solar system project. Today we are going to talk about the solar system. Solar system is the arrangement of planets and other heavenly bodies around the sun. It includes asteroids, dwarf planets, eight planets, and the comets. The sun is at the center and all other objects revolve around it. Today particularly, we're going to show how the planets are arranged in the solar system and their characteristics. First, Mercury. Mercury is the smallest planet in the solar system. It is the closest one to the sun. It takes 8 days to revolve around the sun. It has no moon. Second one, Venus. Venus is the second planet in the solar system. It is the hottest planet in the solar system. It is called the brightest planet due to its light during the night sky. Third one, Earth. Earth is the third planet in the solar system. It takes 365 days to revolve around the sun and 24 hours to rotate around its axis. It consists of oxygen and hydrogen. It has one moon. Fourth one, Mars. Mars is the fourth planet in the solar system. It is called the red planet due to its color. As you see here, it has 2 moons. The fifth planet is Jupiter.
Jupiter is the largest planet in the solar system. It takes 10 hours to rotate once. It has a thin ring made of dust. It has more than 90 moons. The sixth planet is Saturn. Saturn is the second biggest planet in the solar system. It's named the most beautiful planet in the solar system due to its white and bright ring made of ice, dust, and rocks. The seventh planet is Uranus. Uranus is the seventh planet in the solar system. Sometimes it can be blue-green in color. It has 27 moons. It is the coldest planet in the solar system. The last planet is Neptune. Neptune is the farthest planet in the solar system. It's blue in color. It also has 14 moons. Generally, our exhibition has shown how the planets are arranged in the solar system and their unique characteristics. We have learned that each planet is different in size, temperature, atmosphere, and number of moons. The solar system is very big and fascinating. The sun at the center, giving the light and energy to all planets. Thank you for visiting our solar system exhibition. Thank you very much for the good explanation of the solar system. Actually, you have reminded me about my geography, which I studied when I was in secondary school. And for you, you are doing it in standard 6. You are standard 6, standard 5. But one important thing which you have to learn from the solar system and the way it is to know that there is God who created all the things. There is what? God who created all these things. Thank you. Thank you. Thank you. Which Mercury. Mercury. No. Mars. Mars is close to Earth. Even Venus. Venus is after Mars. Closest planet. Venus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikrin li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مقدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ndugu mgeni rasmi, CCU, mkuu wa shule, wageni waalikwa, wazazi pamoja na walezi,
walimu na wanafunzi, karibuni katika sherehe yetu. Sasa ni muda wa kuanza maonesho ya ndani ama sherehe ya ndani, baada ile ya nje ambayo tumezoea kusema exhibition. Kama ilivyo ada katika mikusanyiko ya Waislamu, ni ibada ndizo ambazo zinazofanyika, na kuonesha kwamba hili ni jambo la ibada. Ratiba yetu tutafunguliwa na qiraatu ma tayassara min alqur'ani alkarim, na ambaye atakayetufungulia kisomo hicho cha Qur'ani ni mwanafunzi wa shule yetu hii shule ya Kresti, Ibtisam binti Suleiman. Ibtisam ndiye ambaye atayetufungulia Qur'ani tukufu. Ibtisam, na kuomba uje mbele kwa ajili ya kusoma Qur'ani tukufu. Mungu Allahu subhanahu wa ta'ala anasema pindi itakaposomwa Qur'ani, basi nyamazeni, tulieni mkiwa mnaisikiliza hiyo Qur'ani, la'allakum turhamun, ili mrehemewe, mpate rehma. Karibu sana Ibtisam kwa ajili ya kusoma Qur'an tukufu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق
وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. Mwenyezi Mungu akurefushie umri wako ili tuzidi kunufaika kupitia kisomo chako, kwani umesoma vizuri kama alivyoelekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Kinachofuata ni kuwasili kwa wahitimu wetu. Ndugu wageni, tunao wahitimu katika sherehe yetu hii wa namna mbili. Tuna wahitimu wa KG2 ambao wanajiandaa kuingia grade 1 ama darasa la kwanza. Pia tunao wahitimu wa darasa la 7 ambao wanatarajia kuanza masomo ya sekondari kidato cha kwanza. Kwa hivyo wataanza kuwasili wanafunzi wa KG2. Wanafunzi wa KG2 ndio ambao watakaoanza kuwasili. Baada ya wanafunzi wa KG2 watafuatwa na kaka zao pamoja na dada zao wa grade 7 ama darasa la 7. Karibuni wanafunzi wa KG2. Kundu ni vijana wetu ambao wanahitimu KG2 wakiongozwa na Asim. Vijana hao wa kiume wapo tayari kabisa kwa ajili ya mwakani insha Allah kuingia darasa la kwanza. Naam, wanakwenda kuketi mahala ambapo wameandaliwa, wakifuatiwa na dada zao. Dada zao Salma ndio anaongoza pale, mwisho yupo Sara, na wao pia wanaenda kuchukua nafasi zao kwa ajili ya kukaa na kuipendezesha zaidi sherehe yetu. Naam, baada ya wanafunzi wa KG2
kuchukua nafasi zao. Watakao kuja kwa hivi sasa ni wanafunzi wa darasa la 7 ambao wameshahitimu. Wanafunzi wa darasa la 7 ambao wameshahitimu, tunawaomba na wao wawasili katika ukumbi huu. Karibuni sana. Wanakwenda kuketi katika nafasi zao, lakini pia na wasichana ambao ni dada zao, na wao wanakwenda kuketi mahala ambapo wameandaliwa kwa ajili ya kuunogesha na kuupamba vizuri ukumbi wetu huu. Sasa nitangaze rasmi kuwa ukumbi umeshakamilika. Ukumbi umeshakamilika kwa sababu wale ambao tunawasherehekea leo wapo katika viwanja hivi. Bila ya kupoteza muda, ni jikite zaidi katika ratiba yetu. Ratiba inayofuata ni ratiba ya makaribisho. Nafasi hii nampa Mwalimu Yasiri, mkuu wetu, kwa ajili ya kutukaribisha katika mawanja haya. Karibu sana Teacher Yasiri. Wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Muhsin Salim Masoud, mkurugenzi wa Crest Foundation, kiongozi mwandamizi wa Crest Consulting Unit, ndugu wageni waalikwa, wazazi, wanafunzi, mabibi na mabwana, napenda kuchukua fursa hii kukukaribisheni sana katika mahafali yetu ya 3 ya Crest Academy kwa darasa la 7, lakini pia ya 7 kwa wanafunzi wanaomaliza nursery school. Tumeanza na exhibition, maonesho ambayo ilikuwa ni maonesho ya nje. Sasa tunakwenda kuanza maonesho ya ndani. Nikupongezeni kwa kufika kwa wakati na nikuahidini kwamba tutazingatia muda. Biidhnillahi taala tutajitahidi kumaliza kwa wakati. Kwa hivyo karibuni sana muweze kupata burudani, elimu na maarifa kutoka kwa vijana wetu wa Crest Academy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Linalofuata ni tukio la shairi. Shairi hili litakuja kusomwa na vijana wafuatao: Rayyan, Abdul Qadir pamoja na Anisa. Karibuni sana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rayan Abdul Qadir. And my name is Anisa Abdurrahman. Today we are going to recite a poem for our beloved graduates. Today we stand tall, answering to life's true call. From little steps we all begin, now proud learners, women and men. Knowledge gained, a precious prize. It's opened hearts, it's opened eyes. From books and lessons we did find the power of a growing mind. Dreams were seeds we choose to sow. Through hard work we made them grow. Teachers guided, lit the way, helping us learn day by day. Friendship we made will never fade. Memories sweet that we have laid in laughter, play, and share the delight. They shine within our hearts so bright. Though the road was tough, we stayed strong, we were enough. Every lesson built our might, turning darkness into light. Now the future we shall go, with strength and wisdom we will show. The seeds of greatness start today to guide us on shining way. Now we step to journey new, chasing dreams both bright and true. With courage, hope, and open souls, we are ready, achieving our goals. We are ready, achieving our goals. Thank you. Thank you. Pata yale malengo yao ambao wamejiwekea. Nasi tuwaombee dua vijana wetu kila siku ili wafikie yale matarajio yao ama yetu juu yao. Tukio linalofuata ni synonyms words. Synonyms words ndiyo tukio ambalo linalofuata. Wakati hawa wanafunzi wa synonyms wanakuja hapa mbele, nitoe tangazo, ndugu wazazi na walezi, kuwa tunajua kwamba mnawapenda sana watoto, nasi walimu tunawapenda zaidi kuliko ni nyinyi hao watoto. Kwa hivyo nitoe wito, ili shughuli iendelee kuwa katika hali ya nidhamu, wanafunzi tuwaache pale pale ambapo wamepangiwa na walimu, na nyinyi wazazi muwe nafasi zenu hizo hizo. Ikitokea ukamwita mwanao, utaharibu shughuli yenyewe. Kwa hivyo tunaomba hilo tuliafiki, tukubaliane nalo ili tumalize vizuri sherehe yetu. Synonyms tunawaomba mbele. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome our parents. We are going to explain for you vocabulary. Very big. You can say massive. Very small. Petite. Very careful. Cautious. Very cold. Freezing. Very tired. Exhausted. Very hungry. Starving. Very simple. Basic. Very short. Brief. Very boring. Dull. Very fast. Rapid. Thank you. Takbir. Takbir. Ya aulad. Ya aulad. Ana abukum. Na hao ni watu wa synonyms
wametuonesha kile ambacho ni sehemu ndogo tu ya kile ambacho wanajifunza darasani, sehemu ndogo tu ya kile wanachosomeshwa darasani. Tukio linalofuata ni tukio la igizo. Tukio la igizo. Wanafunzi ambao mumeandaliwa kwa ajili ya tukio hilo, tunawaomba nanyi muje mbele. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani sehemu mbalimbali, wadrib lahum mathalan. Aya hizi ama zinazofanana na hizi watolee watu mfano, kwa sababu mifano inaeleweka zaidi kuliko namna nyingine ya kumueleza mtu. Sasa hawa wanao mfano wa kile ambacho kinafanyika katika maisha yetu. Karibuni watu wa igizo. Karibuni watu wa igizo. My name is Ghali Yusuf. Today we are going to present drama. Our drama is about phone. Phone. Listen and watch. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sit down. Okay, teacher. Today we have already learned. I'm going to give you homework. Go and tell your mother and your uncle to help you. Okay? Okay, teacher. Rahma. Salum. Shaima. Samahir. Halima. Bye, students. Bye, teacher. Good afternoon, Mommy. Good afternoon, Mommy.
utanipa saa ngapi? Dada, help me homework. Do, kumbe Kiingereza kazi yenyewe ngumu. Emba uweke kwenye begi. Wazazi, mumeona igizo letu? Tunawaelimisha mwache kutumia simu na mwasaidia watoto wanapohitaji msaada. Msiwaachie dada kila kitu. Asante. Asanteni sana watu wa igizo. Nimeona tabasamu kwa wazazi na vicheko. Hii inaonyesha kwamba wameelewa. Wazazi, kwa sasa hivi tupo ndani ya aya katika Qur'ani inayosema alhaakumut takathur. Tumeshughulishwa sana na dunia mpaka watoto tunawasahau, na mwishoni tunasema watoto wa siku hizi, wakati wewe ndiye mzazi ama mlezi unamsukuma huyu mtoto kuwa anamilikiwa na mtu anaitwa siku hizi. Huyo ni mtoto wako, mlee wewe, usisubiri jamii ikulelee mtoto wako. Hilo ni tukio la igizo. Mwenyezi Mungu awalipe waigizaji, walimu mliowaandaa hao watoto. Allah awalipe na awalifushie umri wenu. Tukio linalofuata fashion show. Tukio linalofuata ni tukio la fashion show. Baada ya fashion show tutafatiwa na wimbo ambao tumeandaliwa na KG2, wahitimu hao. Sijui wanakuja kutuimbia nini. Watu wa fashion show, muje mtuoneshe hicho ambacho mmeandaliwa kwacho. Karibuni sana. Water, it helps us keep hydrated, especially on hot days. Here comes Miss Watermelon. Thank you. In red and green, sweet, crunchy, and full of fiber. Here reminds us an apple a day keeps the doctor away. Look at Mr. Apple.
Thank you. It contains an enzyme called bromelain that helps us digest food better. Here is the juicy pineapple. Thank you. She is full of antioxidants that protect our heart and brain. Tiny but powerful. Arriving, Miss Grapes. Thank you. Full of energy and potassium. Here comes Miss Banana Beauty. Thank you. Bright orange, full of vitamin A and great for your eyes. Here comes Princess Carrot. Green, strong, and full of power to protect your bodies. Next is Lady Broccoli. Thank you. Layered with flavor and full of goodness. He might make you cry, but he's full of health and strength. Welcome, Amazing Onion! I'm the bucket onion, I grow underground. All the year I'm in every town I am found. I make your eyes water and burn when you cut me. But don't forget I pep your food up and make it yummy. He is red, juicy, and always bring flavor to fun to your plate. Give a big hand for Mr. Tomato. Thank you. Today we have seen beauty, we have seen confidence, but most of all we have seen health. Walk this runaway. Fruits and vegetables are not for the plate. They are our bodyguards, our energy boosters, and our friends. Eat well, live strong, and shine bright. Thank you, everyone. Takbir. Toka kutuoneshea tukio la fashion show. Kwa kweli ni tukio ambalo limependeza. Wale ambao hatuhamasiki kutumia matunda, basi tutumie. Wakati igizo hili linaendelea, naomba niwajulishe mufahamu uwepo wa Dr. Muhsin Salim Masoud ambaye mwanzo alishatajwa jina lake, lakini pia tunao uongozi wa shule ambao tunasema CCU. Tunaye director,
Mr. ama Sheikh Muhammad Mahmud. Pia tunaye Mr. Ismail ambaye ni mwalimu wetu sisi, tunaye hapa. Lakini pia tunaye inspekta wa jeshi la polisi. Huyu tumekuwa tukishirikiana naye kwa karibu mno, Inspekta Shila. Tunaye, ameingia muda huu. Asante sana Inspekta Shila. Pia tunao viongozi wetu wa dini. Tunaye Sheikh Abbas, imamu mkuu Masjid Kipata, ameongozana na shukran sana. Ameongozana na kamati yake Sheikh Thomas. Karibu sana. Tunaye mlezi wetu, mzee wetu siku zote, ambaye huwa anatukimbilia tunapomwita, na yeye pia huwa sisi tunamuitika, Sheikh Amin Al-Hassan. Karibu sana. Pia tunafahamu uwepo wenu ndugu wazazi. Naoneshewa pia tunaye mwandishi wa habari yupo hapa kutoka chombo cha habari cha An-Nur. Kwa ujumla wote tunawatambua uwepo wenu. Tukio linalofuata ni wimbo kutoka kwa wanafunzi ambao wametukusanya hapa, wanafunzi wa KG2. Karibuni sana wanafunzi wa KG2, karibuni sana. Wazazi wenu wapo tayari kabisa kuwasikiliza. KG2 wametangulia wasichana wakiwa na mataji. Mwenyezi Mungu awavishe mataji kama hivi peponi. Wa KG2 ambao nao wanakuja kushirikiana na wenzao kwa ajili ya kutuburudisha kwa shairi lao. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are graduating from KG2. We are here to sing a song for you. Enjoy, everyone. I'm ready to laugh.
I'm ready to read. I'm ready to sing. I'm ready to leap. I can't wait to see what I will be, because the school is ready for me. So now I know all I need to know. My head will be too big. I'm ready to learn. I'm ready to read. I'm ready to sing. I'm ready to leap. I can't wait to see what I will be, because this school is ready for me. So now I know all I need to know. My head will be too big. Thank you. Takbir! Takbir! Hawa ndio ambao wametukusanya hapa, wanafunzi wa KG2 ambao wanatarajia kuingia darasa la kwanza. Mungu awalipe, lakini pia awaongezee umri mrefu ili umma uje kunufaika na nyinyi. Waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Arabic speech ndiyo ambayo inayofuata. Ndugu mgeni rasmi, viongozi, wazazi na walezi, ifahamike kwamba shule yetu ya Crescent Integrate inasomesha masomo ya namna zote mbili, masomo ya secular yasiyofungamana na dini, lakini pia tuna masomo ya dini pamoja na somo la Kiarabu. Walimu pamoja na uongozi wamekuwa wakitoa jitihada kubwa kuhakikisha watoto wetu hawa wanapata dini namna ilivyo, lakini pia wanakuwa na uwezo wa kuongea na kusikia lugha ya kitaaluma ya dini ambayo ni lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo katika kulithibitisha hilo, tunamleta kwenu Saad Yusuf, maarufu jina lake maarufu shuleni Zaghlulu Basha. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، المعلمون والمعلمات، وأولياء الأمور الأعزاء، وأنتم أيها الطلاب الخريجون من الصف السابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك نجتمع لنحتفل بنجاح أبنائنا وبناتنا في انتهاء مرحلة التعليم الابتدائي، وذلك نعمة كبيرة نشكر الله عليها. إنه اليوم عظيم نحمل فيه الفخر والسرور، نودع فيه فصلا ونفتح أفقا، ننهيه بالدموع ونبدأه بالأمل. الطلاب الخريجون أنتم نجوم هذا اليوم وزهور المستقبل،
أنتم الذين بذلتم جهودكم وصبرتم واليوم تجنون ثمر هذه المسيرة. ولا بد لنا في هذا المقام الكريم أن نذكر أسماء الطلاب والطالبات الذين تميزوا بأخلاقهم واجتهادهم في المدرسة. مريم جمال، الطالبة المتأدبة المجتهدة دائمة البشاشة تحب المساعدة والتعاون. نورجينا فؤاد، ذكية ومثابرة تتقن دروسها وتسعى دائما إلى المزيد. رحمة يوسف، قلبها طيب وكلمتها لطيفة تضيء الفصل بحبها للخير. رهيمة يوسف، نشيطة أمينة تتحمل المسؤولية بكل جد. ريان داهر، شجاعة ذات شخصية قوية تحب التفوق. راضية صالح، منضبطة هادئة تحب المساعدة والتعاون. نوال محمد، وجهها دائما باسم تقدر العلم والنظام. طه عبد الرحيم، يحب القراءة والبحث ودائما في سبيل المعرفة. فيصل عيسى، ذكي وسريع الفهم يساعد زملائه بكل حب. أيان أمين، صادق أمين يضرب به المثل في الأخلاق. أوصيكم بتقوى الله في كل مجال من مجالات الحياة، فإن التقوى نور في الدنيا ونجاة في الآخرة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سورة الطلاق. واتقوا الله وأقيموا الصلاة واحفظوا ألسنتكم وصاحبوا الصالحين واجتنبوا السوء والكسل وسوء الظن. إن الحياة بعد المدرسة مليئة بالفرص والتحديات، فكونوا فيها ثابتين واجعلوا تقوى الله نوركم. أيها الطلاب الأعزاء، في كل زاوية من هذه المدرسة ذكريات لا تنسى، في الممرات، في الفصول، في المكتبة، وفي الملعب. كل شيء نحن إليكم، حتى الجدران كأنها تبكي رحيلكم. كيف لا نبكي وقد عشنا معكم أياما جميلة؟ كيف لا نبكي وقد كبرتم أمام أعيننا وشاهدنا كيف صرتم أكبر وأفهم وأحكم؟ كيف لا نبكي وقد أصبح الفراق واقعا؟ يا مريم جمال، يا نورجينا فؤاد، يا رحمة يوسف، يا رهيمة يوسف، يا ريان داهر، يا رضية صالح، يا نوال محمد، يا طه عبد الرحيم، يا فيصل عيسى، يا أيان أمين، لن ننساكم، لا ننسى وجوهكم، ضحكاتكم، حضوركم. أنتم جزء من قبلنا. قد كنتم نورا في المدرسة وأنتم اليوم في طريق الحياة، فلا تسيروا في الظلمات بل احملوا معكم مصباح التقوى، واجعلوا الله في قلوبكم والدعاء في ألسنتكم والخير في أعمالكم. كونوا مع الله يكن الله معكم، وتذكروا دائما العلم نور والجهل ظلام، وأنتم نور المستقبل. نسأل الله لكم، نسأل الله أن يوفقكم في المراحل القادمة، وأن يفتح لكم أبواب الخير والمعرفة.
وفي الختام نقدم جزيل الشكر والامتنان لكل المعلمين والمعلمات والإدارة ولكل من ساهم في تعليمكم وتربيتكم. اللهم بارك هؤلاء الطلاب واحفظهم ووفقهم واجعلهم مفتاحا للخير ومغلقا للشر. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Huyu ni Saad maarufu Zaghulul Basha. Hili jina la Zaghulul Basha kulikuwa na zaimu Misra mpigania Misri, yeye alikuwa amewekwa au amepachikwa jina hili la Zaghulul Basha. Jina lake lilikuwa ni Saad. Kwa hivyo mwisho alikuwa Basha ni cheo, kama vile tunavyoona inspector tunaye hapa. Katika mafunzo ambayo huelekezwa vijana wetu ni kudumu katika takwa na katika husnul khuluqi, tabia njema, na ndicho ambacho amekihusia Saadi kwa kaka zake na dada zake waende wakaishi navyo hivyo. Hii ndio au huu ndio upekee wa Kristi. Huu ndio upekee wa shule ya Kristi, inawahimiza watu kwenye uchamungu lakini pia na tabia njema pamoja na kuwahudumia jamii. Kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikopo na bwana mmoja anaitwa Hassan bin Thabit. Yeye alikuwa mshairi. Nasi shuleni kwetu tunao washairi, na waleta kwenu vijana wawili, Ibtisam pamoja na Brabes, kwa ajili ya kutupa ladha ya mashairi kama ladha ambayo alikuwa akiitoa Hassan bin Thabit kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudusi na kamata karatasi tena bila wasiwasi, utenzi kuwasomea. Assalamu alaikum adhiana isalimu, poleni na majukumu, hiyo ndiyo dira yetu. Salamu kwake nabia na sahaba zake pia, dua tu na waombea, wajibu kuitikia. Ewe jaji wa majaji, tubariki wasomaji, ving'ae vyetu vipaji, iburudike jamia. Kwisha kumuomba Manani, sasa ni wajulisheni, lengo na letu dhumuni tulilolikusudia. Leo tumekusanyika, machozi yabubujika, ya furaha bila shaka, mahafali kutimia. Kwa nyote wetu wageni mlofika ukumbini,
sote washukuruni kwa wito kuitikia. Kuitika mahafali ni jambo zuri kweli, yaonesha mnajali kazi walosimamia. Watu mgeni rasmi, karibu ukumbini. Tumefurahi moyoni kwa wewe kuhudhuria. Mahafali yamefika, sote tunashereheka. Wanakesti hakika, sote tunashereheka. Juhudi kubwa ya shani walimu walizifanya. Ticha Zainabu na Yasi, naye pia Ticha Shani. Wabobezi za fani, Ticha Ahmadi na Nasma, wote tu wapongezeni. Ticha Zulekha na Muhammad. Na uongozi mahiri wa shule yetu nzuri. Ticha ya Siri Jemedari, pongezi twakupatia. Si watoto peke yao waona wazazi wao, matunda ya radhi zao leo anajivunia. Allah awalipe kheri walimu wetu mahiri. Matokeo yawe mazuri, Mola takabali dua. Ni vizuri kuwajua wahitimu wetu hawa, sifa zao kuzijua, waji wakishangilia. Nidhamu ni vazi lao, usikivu jadi yao. Rahma dada rehema, radhia naye sawia. Kingenge ana kitema, ni fasaha wa kusema. Kujiamini hakika, raiani lake jina. Ni mwingi wa ucheshi, akili nyingi hachoshi. Mwepesi wa kufahamu, dada Mariamu Jamal. Mtulivu darasani, adabu yake pomoni. Ni vizuri kuwajua, Hafsa ndiye mwenyewe. Mzuri mtaratibu, ajua wake wajibu. Mwingi wa kutabasamu, na uwalila Medina. Utu ya
wake daima. Kaka Faisali hongera. Wako Mola Subhana, twakuomba ya Rabbana, tupe mengi yenye maana, iwe ni njema hatua. Walimu wetu vipenzi, ya Rabbi uwahifadhi. Wazazi pia walezi, na jamii yote pamoja. Nasi pia wanafunzi, tuepushe na majonzi. Ya Rabbi utuhifadhi na balaa za dunia. Naona mwaulizana, hatujataja majina. Binadamu kujuana, pindi wakiwa pamoja. Rabbe, si jina langu, wazazi menipatia. Kristi ni shule yangu, la tatu najisomea. Jina ninalitongoa, nyote mpate nijua. Ibtisamu sawia, la tano najisomea. Tamati tumefikia, kalamu tunainua. Kwaheri ni kwaherini, twawaga kwaherini. Takbir! Takbir! Kwa kweli wamefanya kama kile ambacho hufanya Hassan bin Thabiti mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sauti nzuri, mashairi mazuri na ujumbe unaoeleweka. Grade 7 mumeusiwa sana, kuanzia kwenye Arabic speech mpaka katika mashairi. Mukayafanyie kazi hayo ambayo mumeusiwa. Fasiru fil ardh, Mungu anasema hivyo, tembeeni duniani. Fandhuru, ili mukaone. Mukaone nini? Mimi sitaki nimalizie hizo aya, nimefanya iktibas, nimeingizia maneno tu. Sasa kama hatujatembea tukaona, basi tukiwa hapa hapa chini tutaona. Hutojuta kuja katika mahafali ya Kristi. Sasa kinachofuata ni salamu za mataifa mbalimbali. Kuna Wachina, kuna Wakomoro na wengine wengi, tukiwemo na sisi wenyeji wa Tanzania. Salamu za mataifa, karibuni sana.